Hata rudi hata bishana na wewe. Daktari. Weka makoti hapo chini. Sawa. Nataka muongee kila kitu ambayo mmefanyia wewe msichana. Mambo yote. Watu wote ambao bora ongei daktari. Mbona anakaa ni kama roho yako? Uko sawa mama? Hebu ongea. Uko sawa? Lakini pahali mnaona tunafikishana mwenyewe alikuwa amekatalia vitu za wenyewe. Na gari alitoa wapi? Sababu alikuwa anasema gari yeye hana ajui mahali iko. Gari alitoa wapi? Mimi sijui mahali gari alitoa. Nilikuwa nirudishe gari lakini sasa na mbona ulituzungusha all that time Mike? Nyamaza Mike. Nyamaza. Na mbona ukufunga gate? Nyamaza. Nyamaza. Na wewe sijakupea ruhusa ya kuongea. Unajua hapa ni kwa nani? Wewe ndo nani? Unanikuza. Unakuza nani? Unanikuza mimi. Tafadhali. Ana udem. Tafadhali. Tafadhali. Ona. Mimi nitaua. Acha. Amanda. Amanda unaongea na nani? Amanda. It is not what don't dare beg me. Please babe. Please babe nini? Please forgive me. Usijaribu. It is not what you think. Usijaribu nimekwambia shut up. Who are you? Ongea wewe mwanamke. Ongea. Who are you? Please babe. Na nimekwambia. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa tuko hapa na Mike, tuko hapa na mama Mike, tuko na Amanda pale na tuko na daktari. Daktari ameniambia kwamba nitafute hawa watu, anataka azungumze nao pia leo ili tuweze kujua ili maneno venye inaisha. Ndio maana tuko hapa. Mike uko aje? Niko poa. Uko poa? Uko aje mama Mike? Niko salama. Uko salama? Ndio. Uko aje Amanda? Niko salama. Niko poa? Yes. Kabisa. Uko aje daktari? Niko mzima. Ndio. Daktari umeniambia nitafute hao watu wamefika kwa hapa, umetaka kuzungumza na wao. Yes, sababu ya mambo ile tulikuwa tumeongea. Na vile huyu msichana jana amenipigia simu usiku. Kuna mambo ambayo tulikuwa tumezungumza na yeye, akaniambia huyu kijana ameleta gari. Na vile alitoka kuna vitu ambayo iendelee mzuri kwa mwili yangu. Ndio ningetaka tu mwenyewe aelezee watu ni nini ilikuwa mbaya na ilikuwa namna gani. Okay, jana around saa 2 Mike alileta gari. Nilimfungulia gate tu vizuri, akaeka garage. Mimi nikarudi kwa nyumba. Hata sikuchukua key, aliacha ndani ya gari. Immediately akatoka akaenda. Hata kuongea. Sijui ni ile punishment alipewa ndo aliogopa ama nini ilifanyika. After he left me nikalock gate. Before kuingia kwa gari ama kuguza anything, nikacall daktari. Nikamwambia Mike ameleta gari na mpaka fungue and everything iko hapa. Akaniambia nisijaribu kuingia na nisiguze kitu chochote. Mimi nikafuata tu masharti ya daktari nikarudi kwa nyumba. Around saa 3, 1 hour later, mwili yangu ikaanza kuwa na shida. Naanza kufeel nikana nyongwa, ni kama hewa inapotea. Yani I struggled. Nika call tena daktari nikamwambia, vile mimi nasikia siko pazuri. Ndio akanishughulikia, nikapata usingizi at least. Yes, na akaniambia leo tutapatana hapa. Ndio at least nijue kama nitapata hizo vitu zingine zenye bado sijapata. Mama Mike, unajua kama Mike alirudisha gari? Alikwambia alirudisha gari kwa Amanda? Hakuniambia. Hakuambia. Mike kuambia mama yako alirudisha gari? Ndio nimekuja ndio sasa anajua. Lakini nirudisha gari yake. Kutoka jana ile kitu ilinifanyikia sasa bado mwili ni uchungu. Niliamua tu nirudishe vitu za wenyewe tu roho safi. Hiyo maneno nimalize. Tulikuwa hapa jana na Mike na tukamtuma kwenda kuchukua gari. So ndio hapa inasemekana kwamba alipeleka gari jana kwa Amanda usiku. Lakini maneno yenyewe pia imefanyika kwa Amanda ni maneno tofauti yenye tunataka tujue nini ilifanya ifikie hapo, si ndio? Mama, mbona unasema huko unajua kama gari imerudishwa na vitu ambaye ilitendekea huyu msichana mlikuwa mmefanyia hiyo gari? Vitu kama gani daktari? Sababu kuna vitu ambaye mlikuwa mmefanyia hiyo gari, ndio mimi hata nilimkatasha nikamwambia asijaribu kuingia ndani. Sababu acha nikuambie hiyo gari ungekuja hata nayo, sababu ulikuwa unasema ukuja nayo hapa kwa kamera watu waione, kila mtu ajue, na mimi nikakwambia hiyo gari wameiweka madawa itakuua. Walikuwa wanataka ikuangamize ukufe nayo kwa ajali. Na mimi ndio nikakukataza nikakwambia wacha kwanza nikushughulikie.
na vile ulikuwa umeniambia kwamba vitu inakunyonga, unasikia mwili unajikuasha, na ndio nikaamua nikushughulikia ili upate nafuu kidogo. Nadhani sasa hivi uko at least, si ndio? Ndio. Sasa hivi uko sawa, na kuna vitu mingi ambayo walikuwa wamekufanyia, na ndio maana nikakuambia leo tupatane hapa. Sababu hao watu nimeona ni kama kuna vitu ambayo wanaendelesha na si mzuri. Mimi nilidania mambo ambayo nimeongea nao kama mzazi, na vile huyu mama alitoka hapa, kuna mambo ambayo alikuwa ameongea. Nadhani kila mtu alikuwa amesikia, si ndio? Ndio. Kuna mambo ambayo alikuwa ameongea. Mama, vile ulitoka hapa ulienda wapi? Si nilienda kwangu. Wewe ulikuwa unataka niende wapi daktari? Sababu mahali ulienda mimi nimeona, na ulikuwa umeenda kwa ajili ya hao watu ambaye tuka hapa hivi. Ulikuwa umeenda kwa ajili yetu, haswa huyu msichana. Mbona? Nilikuwa naenda kuwafanyia nini? Vitu ambayo ulikuwa umeenda kufanya. Vitu gani? Vituko yako yote. Vituko wangu gani daktari wewe? Nini ambayo ilitendekea huyu msichana? Mimi sijui. Siwe ndiye alikwambia, mimi mwenyewe sijui. Kijana alikuambia nini ambaye alimfanyikia hapa jana? Mimi kijana wangu aliniambia ati mlimweka akatoa nguo akaanza kujikuna. Mimi mwenyewe nikashindwa ni kwa nini mlikuwa mnawekea mtoto wangu dawa atoe nguo zote? Mlikuwa mnangoja nitoke ndio mmwekee mtoto wangu madawa? Unajua huyu, mimi kitu ile nilitaka kutoka kwenyu. Mimi nilikuwa nataka kuongea na nyenye, lakini pahali mnaona tunafikishana, mwenyewe alikuwa amekatalia vitu za wenyewe. Na gari alitoa wapi? Sababu alikuwa anasema gari yeye hana, ajui mahali iko. Gari alitoa wapi? Mimi sijui mahali gari alitoa. Ilikuwa nirudishe gari, lakini sasa na mbona ulituzungusha all that time Mike? Ningerudisha kama ungekuwa umenisamea, ningerudisha gari kila kitu. Ni msamaha tu ulikuwa unataka ndio uniletee gari. Nilikwambia nitakusamea ukiniletea vitu zangu zote. Nini ingine ambayo umebakisha? Mtoto wangu hana chochote. Si amewarudishia gari yenu? Hana chochote aje. Unajua Made, mara kwanza mlikuwa mnakataa kwamba hana chochote. Gari alitoa wapi? Mi gari mi sijui. Hata mi mwenyewe nasikia hiyo gari alikuwa na nyumbani, alikuja hakuwa na gari. Hiyo alikuwa anasema ati gari ilikuwa garage. Maybe ilikuwa garage, mimi mwenyewe sikuona gari. Sasa inamaanisha hizi vitu zingine bado mko nazo, na ndio vitu bado tunaendelea kufuatilia. Kama ziko tunaomba mtoe hii kesi ishe. Mimi hakuna kitu mtoto wangu ako na. Mimi mwenyewe hata hiyo title deed nakwambia sijui. Mama, kitu ile mimi nataka kukuuliza swali moja. Unasema gari huku kwa umeiona, si ndio? Unajibu tu hiyo swali. Na ilikuwa aje ikakufikia ndio mkapaka hizo madawa ambaye mlikuwa mmepaka ili huyu msichana akienda aingie ndani apate ajali ya kufe? Mimi hakuna kitu nilikuwa nimepaka. Wewe daktari unadanganya. Daktari, unajua tumeuliza hapa mama Mike kwamba anajua kama Mike alirudishia Amanda gari, akasema kwamba ajui. Na tena inakuwa hapa aje tena ulipaka vitu kwa gari hapo ndani. Ndio nashangaa. Inamaanisha ulijua gari vile Mike. Uwezi niambia kwamba Mike alikuambia. Unajua yeye ananiambia eti Mike alimwambia alipigwa jana punishment hapa, sijui akatoa nguo. Anaweza kuambia kitu na akakosa kuambia alirudisha gari. Mimi mwenyewe aliniambia, na hiyo maneno ya kurudisha gari hakuniambia. Hata nasikia sasa ati alirudisha gari. Na ambaye mlikuwa mmepaka hiyo gari sababu hata mlikuwa mmeilaani ndio Mike aweze kurudi. Hakuna kitu tulifanya kwa gari. Kijana, nadhani bado mimi nilikuambia silaha yangu ni, na nadhani unaniona bado niko nayo, si ndio? Wewe silaha yako ni gani daktari? Wacha kunini mtoto wangu. Na ukitaka tena mambo yale nilikutendea, siwezi chelewesha. Basi umtendee leo, niko na yeye karibu. Umtendee. Jaribu kumtendea. Hapana. Unafaa utulie. Usinitendee. Gari. Unafaa ujue siku nzuri. Mtoto wangu hana kitu, hana mali yenu, hana kitu chochote chenyu. Hana na gari ilitoka wapi? Ndio amerudisha gari. Alafu anasema nilieka. Pesa zangu ziko wapi? Unajua mama Mike. Pia mkarudishiwa, mnataka nini? Atarudisha pesa zote. Pesa zetu za babangu ziko wapi? Gani tena? 10 million. Za rentals. Sinadhania zilikuwa zinaenda kwa account ya baba yako. Lakini si tuliambiwa hapa mlibadilisha account. Mimi sikubadilisha, sijui hiyo. Nyinyi mlibadilisha na nataka my 10 million. Sijui hiyo. Already mmenirisha 700,000 yangu, lakini my 10 million I need it. Hiyo sijui. Kitu ile mimi nataka kutoka kwako mama. Unajua nao jana, nilikuja nao jana. Hiyo ndio inakuwa gari ya Amanda. Ni hiyo. Kwa hivyo hata unajua gari yangu. Hiyo ndio nauliza, hiyo ndio gari ya Amanda. Sijui ni gari gani. Ni gari gani nyingine ako nayo? Huyu ashaikuwa na gari. Ashaikuwa na gari. Kuna gari yenye Mike anakuanga nayo mama?
Kuna wakati alikuwa anaendeshanga magari. Lini? Kuna saa anafanya kahaya, anapewa gari anaendesha, anafanya kazi. Which year? Cause nilianza kumweka lini kwa nyumba? Kwani unadhani hiyo kazi yako ndiye anafanya peke yake? Si lazima afanye side hustle. Huyu ni kijana. Si niko na kazi. Kwa nyumba. Kijana, mimi nataka nikuulize wewe. Na mimi nadhani mama hakukuwa hapa. Wewe ndio unajua uchungu ambao ulisikia. Si ndio? Na unajua hali ambayo ulipitia. Uko tayari kuongea? Unajua usianze tena kunikoroga hapa. Na mimi nadhani vile umekuja hapa leo na nadhani jana ulijifunza kitu. Na unajua mimi nataka uongee ukweli. Umelifanyia hiyo gari nini? Daktari, kusema ukweli, gari nilipita nao kwa madhe jana na hakuna kenye tulifanyia. Mama aliona hiyo gari. Aliona. Unajua mama, unaona sasa wewe wenyewe mnajifunga hapa. Mama aliguza hiyo gari? Mimi sijui kama aliguza, lakini si aliona gari. Gari silikuwa niletee tu Amanda. Mbona sasa imekuwa tena kesi? Mbona unasema ujui maneno ya gari? Unajua wewe ni mtu mzima. Alipita na hiyo gari, mimi mwenyewe sikuwa najua gari ni Amanda. Alipita na hiyo gari, mimi niliona hivi akipita nayo. Sasa sikujua ni Amanda ama ni ya nani. Na akapita nayo. Alipita nayo akienda nayo mama. Ulikuwa umetoka mahali, ulikuwa umetoka Kakamega, si ndio? Si Kakamega ndio kwetu. Na vitu ile ulikuja nayo ni za nini? Gani? Mimi hakuna kitu nilikuja nayo. Vitu ile ulikuja nayo, vitu ile mlisukumia huyu msichana jana ikimsumbua. Hakuna kitu nilikuja nayo daktari. Hakuna. Gari unakataa? Gari nakumbuka. Hakuna kitu nilikuja nayo. Sababu wakati huyu kijana alikuja, alikusalimia, si ndio? Alikusalimia kwa mkono. Yes. Hapo ndio shida ilianzia, si ndio? Ulikuwa umepewa nini ukuja umsalimie nayo? Daktari, hakuna kitu nilipewa. Mimi ongea ukweli, ulikuwa umepewa nini ukuja umsalimie nayo? Hakuna kitu. Sasa kusema ukweli, vile tukuja na gari, madhe aliona. Nikamwambia tu labda anipanguzie gari ndio nimletee ikiwa safi. Sasa mimi ukakuja nayo ukanisalimia tu na mkono ukatoka. Even you never said a word. Kunisalimia tu, which is abnormal for you. Ukanisalimia tu na mkono ukatoka. Nikafunga gate. Kwani salamu pia ni mbaya? Aizi hata kuniongelesha 1 2 3 aniambie ndio hii gari yako. Alikusalamia, Sufurahia alikusalamia. Bado anatoka. Hakuna cha mapenzi hapo. Bado anakupenda, mtoto wangu bado anakupenda. Mama, uko tayari kubadilika? Sababu mimi nataka kama uko tayari kubadilika ni kukomboa. Badilika aje? Mimi kwani nimefanya nini? Hii mambo ambayo unafanya, mimi nataka ni kama uko tayari kubadilika ama ni kuaibisha hapa. Usiniaibishe, mimi hakuna kitu naogopa. Unaniaibisha nimefanya nini? Mama, nakuuliza kwa mara ya mwisho, uko tayari kubadilika ama ni kuaibisha hapa? Nimefanya nini ndio nibadilike? Mimi hakuna kitu nimefanya. Jana nataka uongee. Dawa ile ulipewa na nini? Hakuna dawa nilipewa daktari. Haki sikupewa dawa yoyote. Usinikasirishe. Mimi hakuna dawa nilipea mtoto wangu. Kwa nini unaekelea mtoto wangu? Nirudishie tu gari, si mambo ya gari tunaongelea. Hiyo gari mlifanyia nini? Hakuna kitu tulifanyia gari. Gari si aliregeshewa? Kuregeshewa ni kuregeshewa. Usinikoroge akili. Mama, tuseme ukweli daktari. Tuseme ukweli, mimi nikuja kwa nyumba venye nilimwambia oshe hiyo gari, niliingia nikamwomba mafuta tu nijipake. Nikaomba mafuta juu nilikuwa nimeparara jana venye nilikuwa niliangushwa hapa chini nikijikuna, alafu kufika kwa nyumba sasa nikaoga. After kuoga sasa venye nilikuwa narudisha gari nilikuwa nimeparara, nikaona acha nichukue tu mafuta nijipake. Mafuta ni wewe ulichukua, mama yako ndo alikupea? Ulichukua mwenyewe ama mama yako ndo alikupea? Mamangu ndiye alinipea. Mtu alikwambia ni ya nini? Nataka uongee. Nilikuwa tu nimeparara daktari. Tafadhali usifanye hiyo. Daktari, tafadhali. Mtu alikwambia ni ya nini? Hiyo mafuta alikuambia ni ya nini? Wakati ukifika kwa Amanda ufanye nini na nini? Sababu kabla uingie kwa gate kuna vitu ambayo ulifanya kwa hiyo gate. Hakuna kitu nilifanya daktari, nilileta gari nikamsalimia tu alafu. Mimi unajua mimi nakuona. Mimi naona mambo yako. Kabla uingie kwa hiyo gate ulisimama ukashuka, kuna vitu ambayo alikuambia uongee, kuna vitu ambayo ulifanya kwa hiyo gate. Daktari tafadhali acha tumalize tu maneno vizuri. Hakuna kitu aliniambia. Daktari, kusema ukweli. Wewe hakuna maneno unaongea nini? Ni nini unapayuka na hakuna kitu nilifanyia mtoto wangu? Ni nini unataka kuwekelea mtoto wangu? Simama hapo msichana. Simama hapo. Nasema hivi vitu ilianza kukusumbua saa ngapi? Saa 3 usiku. Saa 3. Mama, unakataa hakuna kitu ambayo mlifanyia huyu mtoto? Hakuna.
Hakuna kitu nilifanya. Hao watu walikuwa wanataka kukuangamiza, na hiyo gari kurudisha ilikuwa mtego, na ulifanya vizuri sana kwanza kunipigia ili nikufunulie, na hata ungechelewa wewe leo haungeamuka. Hakuna kitu anaweza nifanya. Mimi mganga wangu ndiye akana nguvu hata kumliko. Sababu hii mambo ambayo wanakufanyia ni mali yako wanataka, hakuna kitu kingine wanataka kutoka kwako. Kuna mali nataka. Daktari ako na vitu fulani unaweza jikuna kuna saa hii. Toka hapo karibu. Hakuna mali naenda. Toka karibu. Hakuna mali naenda. Kwani muogopi? Simuogopi. Tumerudisha gari yake. Ai, nimerudisha lakini unaona vitu anaanza kufanya. Wacha afanye. Ulirushiwa vitu, tumbo unasikia ilikuwa inakatakata. Ndio. Unasikia kizunguzungu. Yes. Unasikia mwili inaisha nguvu. Yes. Vitu inakunyonga. Ndio. Unajua ni nini walikufanyia kweli? Huyu kijana wakati alifika alishuka kwa hiyo gate. Daktari yake hakuna kitu. Aliweza kulaani hiyo boma kabisa. Sababu wamekataa kuongea. Mimi nataka nikushughulikie. Unajua jana vile ulikuwa mbali sikuweza kupatana na wewe. Nilitaka tu nikutulize ili ukuwe na amani. Leo mambo yao yote nianike wazi. Vumilia tu nitoe. Hiyo nani alimwekea? Hiyo ni nini? Sijui. Sijui. Unajua hiyo ni nini? Mimi sijui. Kwani? Kijana. Mimi daktari hizo maneno sijui. Hiyo ni risasi. Hii ni nini? Hii ni risasi. Ni madawa. Na iko na dawa ndani? Ni madawa. Ni kama alibeba risasi. Akajiwekea. Wakati alienda Kakamega. Alibeba picha yako akaenda nayo. Na waliweza kukufanyia mambo, wakakufanyia mambo, walilaani picha yako hiyo jana usiku yote, na waliweza kukusukumia hizi vitu ikuangamize. Hii ni slow poison, inakuua tu polepole. Iko na dawa ndani. Daktari lakini mimi sikuwa, si ndio? Mimi si yuko hapo. Mimi daktari na Aki si yuko hapo. Mama Mike ni nini? Mimi sijui kabisa daktari. Sijui. Daktari sema tu kweli. Bado unakataa. Mimi sijui ni nini hiyo. Bado unakataa. Sijui. Tafadhali. Kijana kuja hapa. Usijaribu kuenda mahali. Mimi niko mahali daktari. Unataka hapa karibu. Nimwambie mimi atakufanya. Aki usimuseme hivyo. Kuna vitu alinifanyia jana, nataka nifanyie tena leo. Mimi daktari sitaki kujikuna tena. Nimetosheka daktari, tafadhali. Mimi kenye ulinifanyia. Mimi niko na nyinyi mpaka mwisho, mpaka mubadilike. Mpaka mamako unaniamini. Sasa mama nakuamini aje na huyu daktari akona jana mbona alinifanyia? Mbona huku ni kwa hapo ni protect basi. Niko hapa nilikuwa nimeenda hata mimi kujiprotect. Pamoja na wewe. Msichana songa huko, songa. Sasa unaona vitu ametoa kwa tumbo ya huyu. Songa huko. Hiyo ni yeye amejiwekea. Hawa ndio mimi nataka ni deal nao. Mama, hii mambo bado unakataa? Mimi sijui. Nakuuliza kwa mara ya mwisho, hii mambo bado unakataa? Nini ambaye mlifanyia gari? Aki amesema ajui daktari. Dawa gani ambayo huyu kijana alisalimia nayo huyu msichana? Hakuna. Kijana mimi sikuwa na dawa daktari. Sikuwa na dawa yoyote. Mtoto wangu ambaye mama alikupea. Venye nilikuwa jana niko hivyo venye niko. Nini ambaye mama alikupea? Mlifanyia nini gari? Hakuna. Gari tu ilipanguzwa alafu nikapeleka. Unamfanyia nini tena? Mimi unajua napenda waongee ukweli. Umemfanyia nini? Daktari tafadhali daktari. Mtoe Aki daktari. Daktari tafadhali. Unafanyia nini gari? Hakuna daktari. Labda tu mfungue tu aongee tu ndiye aseme. Haki hakuna kitu. Mimi ni mafuta tu nilikuwa nimejipaka na daktari tafadhali msamee. Guy, daktari tafadhali nataka nikuombe aje. Haki hakuna kitu ulifanya. Labda tu ukiwa tayari kuongea. Maneno kwetu hakunanga hata. Hatuna ushirika. Consequences ya mkinifanyia hivi vyote. Si ulikuwa unajua vile mtaadhibiwa? Sijui kitu yoyote. Sijui. Nini ambaye mnataka kwa huyu msichana? Hakuna kitu nataka. Nimerudisha gari yake daktari. Baba yake mlimfanyia nini? Baba yake mimi sijui. Baba yake alikuwa anasema ako na pressure. Mimi sasa sijui. Mimi ni kijana mdogo, mimi sijui mambo za hizo. Wewe ndio ulitoa picha ukapeana. Picha walipata wapi?
Picha si labda wanaweza toa kwa simu. Picha walipata wapi? Daktari tafadhali, basi mwache aongee tu. Mwache aongee daktari. Labda atasema. Daktari tafadhali. Msamee daktari. Msamee tu daktari tafadhali. Ona daktari tafadhali daktari. Mwache tu aongee. Daktari usimfanye bubu. Usimfanye bubu tafadhali. Nataka hata akae hivi hata miezi 2. Ai daktari akaa mwezi 2 sasa atakula aje? Anaweza shindwa hata kumeza. Kama hezi ongea ona vile anakaa kama mtu anakufa daktari. Ataongea, acha tumuongee, acha tu aongee alafu atasema ukweli. Ataongea daktari. Uko tayari kuongea mama? Simwambie wewe. Kwani kazi yako ni nini? Simwambie. Mimi ndo natuma kwenda kufanya vitu nafanya hizo. Unatusikiza tu hapa na uwezi saidia. Hapana, mimi sikuwatuma kwenda kufanya vitu nafanya hizo. Ona, wewe kwani kazi yako ni nini hapa? Hapana nini? Sisi ndio mnajua mahali mlienda na mama yako. Simwambie basi. Huyo mtu awasaidie. Daktari, ona niko kwa magoti. Si ndio sio mtu awasaidie mahali wanaenda. Wasaidiane. Daktari tafadhali, daktari. Nataka akae hapo chini. Please daktari. Nataka akae. Nimemwacha lakini sasa umwambie wewe umenyamaza tu hapa hakuna kenye unachangia. Mimi nataka kusikia mambo yote. Tafadhali daktari. Maovu yote. Mtoe daktari. Mahali ambaye alikuwa anaenda. Wakanga wote ambao amezunguka. Wawataje wote. Ona na wewe una record tu na uwezi saidia hapa. Wewe bro, unajua utapewa adabu tena ukianza kufanya vitu unafanya hizo. Naomba tu anisaidie basi. Saidia tu mama yako basi. Wewe saidia tu mama yako. Ona nimejaribu. Uko tayari kuongea? Ona daktari tafadhali. Hata rudia tena. Hata bishana na wewe. Daktari. Weka makoti hapo chini. Uko sawa? Nataka muongee kila kitu ambayo mmefanya hiyo msichana. Mambo yote. Watu wote ambao mbona aongei daktari? Mbona anakaa ni kama roho yake? Uko sawa mama? Hebu ongea. Uko sawa? Si uongee. Niko sawa. Daktari msamee. Haya, nataka aeleze mambo yote. Unajua bado niko na yeye. Mimi sipendi mtu ya kunizungusha akili. Na sasa simpei muda ya kupumzika, nataka uongee mambo yote. Nini ambaye mlifanyia hiyo gari? Ile mafuta mtoto wangu alipaka. Nilikuwa nimetoka nayo kwa mganga. Mganga tena mama? Jana vile uliondoka ulienda wapi? Nilienda kwetu. Kaka. Ulipewa nini na nini? Ilikuwa mafuta. Sasa mbona ulienda kwa mganga tena? Baba yake ulimfanyia nini? Na mlikuwa na mipango gani na yeye? Tulikuwa na daktari msamee. Bado yuko mahali ulipeleka. Unataka nini kwake? Tulikuwa tunataka mali yake. Na huyo msichana hivi picha ile umepeleka huko. Mko na mna nia gani? Nilikuwa nataka akufe. Mbona Unataka kuniua nimewafanyia nini Shuali? Nimewafanyia nini? Mike. Bado kwa saidi hivyo vitu mnataka tu kuniua? Hakuna mtu anataka kukuua. Is that how you repay me Shuali? Mtoto wangu na ajui ni mimi nilikuwa nafanya hizo vitu. Mtoto wangu ajui kitu yote. Ajui. Hata ukienda kwa uchawi ajui. Ajui. Picha ulikuwa unamuitisha na alikuwa analeta. Yeye alikuwa nadhania tu picha nataka tu nikuwe nikiona Amanda. Hii vitu ambayo imebaki inarudi namna gani? Umesema nini na nini ambayo muelezee vitu ambayo unamdai? I need my 10 million. Na documents za BNB za dad. 10 million tena? Yes. 10 million gani? Au kumbuki 10 million yenye umekuwa ukichukua kwa account? Tunadhani inaenda kwa dad kumbe 700 ilikuwa ile harusi. Si ndio? BNB tukaamba ulibadilisha hizo payment. Si ndio? Zikacha kwenda kwa dad zinaingia kwa account yako 10 million. Nyumba kwa lakini hizo vitu zilikuwa zetu hiyo. Sikupata. Documents za BNB zote hakuna yenye niko nayo. Laptop bado haijarudi. Bado haijarudi. Hard disk bado haijarudi. Hizo hatujui. Mimi sijui. Mimi ndio ilikuwa main. Nimerudisha fine. 700,000 fine. But hizo zingine hakuna kitu niko nayo. Na unafaa urudishe. Hizo mimi sijui. Mama umeona sasa. Nilikuambia hakuna kitu ambayo utafanya mimi nikose kujua. Hakuna maovu ambayo utatenda mimi nikose kujua. Umeona ulikuwa unajaribu kupimana na mimi. Umeona hao waganga wako ambao unaenda ni pesa unapoteza.
Amanda, umeamua kuniua. Mimi nakuwa ama wewe ndio ulikuwa unataka kuniua? Amanda, ulikuwa unaalika kifo kwako. Si mimi nimekuletea kifo. Kijana, mimi nadhani umeelewa vile wamesema. Nimeelewa daktari kila kitu. Nini ambayo uko nayo? Mimi nataka wewe mwenyewe ujieleze kwa hao watu, sababu mimi najua mambo yote. Nini ambayo uko nayo? Hakuna, nimerudisha gari, kila kitu niko sawa. Nilimpea 700 yake ya harusi yenye alisema nilitoa. Unataka kupigwa punishment tena? Kwa nini? Na documents ziko wapi? Document Za Amanda. Ukupata document? Title deed ya boma hajapata. Ni title deeds za nini za hizo. Si daktari alikuwa amesema atamsaidia apate hizo vitu. Mimi nasema ile wewe uko nayo. Wewe unajua nini ambayo uko nayo? Mimi daktari sina kitu yoyote saa hizi. Mimi niko clean. Nimerudisha gari saa hivi niko tu venye niko. Hakuna kitu yenye niko nao daktari. Sasa ile ulikuwa umebadilisha iko wapi? Na niuongee Mike kwa sababu sasa ukiendelea kusema una vitu. Sasa ile ambayo umebadilisha iko wapi? Kitu yenye tu niko nao saa hii ni pesa kidogo na nitaongezea nitamrudishia kila kitu tumalize. Sina daktari tafadhali. Naomba uliwasaidia nini na nini? Uliwasaidia nini na nini? Babu, mimi nataka nimalizane na hao watu. Kuwasaidia na nini in what terms? Vitu gani umeeleza vitu yote ambao ulikuwa unawadai? Vitu zote ambazo nilikuwa nawadai. Kwanza niliwajengea nyumba. Nikawanunulia sufurias. Nikawashonea manguo. Juzi umesema tukae nayo. Nyumba. Si ulisema tukae nayo umetuachia? Ati nyumba? Si ulikuwa umesema hicho ikae? Nimewaachia. Mimi nikasema nawaachia. Si umesema tulisema tukae nayo. Niliwaambia nimewaachia lakini mjazililia pesa mnirudishie. I used 1.2 million. Amanda, kuja ubomoe tu hiyo nyumba. Kuja ubomoe hiyo nyumba uchukue vitu zako hizo mawe kuja uchukue tu tafadhali. Tuache tu na amani. Lakini vitu zangu zingine zote nazitaka. Kuja ubomoe uchukue kila kitu. I need my documents back. I need my laptop. Kuja uchukue kila kitu, achane na mimi na mtoto wangu. Chukua kila kitu. Sina kitu yote. Achane na mtoto wangu. Mimi nataka hao watu. Kitu ile mimi nataka. Maybe. Nataka shika mkono mama yako. Nataka tu vile mmeshikana hivyo muende. Kitu ambayo unajua sio yako. Daktari. Na mimi nimeongea na nadhani mama umeona sasa ulikuwa unataka kupimana na mimi uone vile huwa anafanya kazi, si ndio? Na nadhani mumeona kila mtu ameonja adhabu. Na kitu ile mimi nawaambia. Nisikize mimi ndio niko naongea. Kitu ile mimi nakuambia. Enda na mzazi yako. Kitu ambayo unajua ni ya huyu msichana, bebana nayo yote ukuje nayo. Tunakuletea hata nguo, sufuria zote. Kuja ubomoe zile mawe ukuje uchukue. Mnaweza mkaondoka. Na nadhani mmenisikia. Sababu kuna watu unge hata tu hiyo maneno ishe nimeleta gari. Hata tukurudishie vitu zake huyo ako na mganga hatari. Kuna watu ambaye nataka nishughulike nao. Mimi nataka kila kitu yako irudi. Na naona sasa hao watu walikuwa wanaona kama anafanya mchezo. Na hao watu ungesileki kidogo wangekuangamiza. Sababu ni watu ambao walikuwa wamejipanga kama ungenitafuta hiyo jioni, wewe asubuhi ungefika. Na mimi nashukuru kwa vile ulifanya hivyo. Ukiona dalili yoyote lakini kuanzia sasa hivi mimi nitakuwa na wewe. Nitakuwekea kinga hata mzazi yako vile yako mbali hivyo utanipea picha yake. Huyo pia nitashughulikia hata akiwa mbali hivyo haina shida, bora picha si uko nayo. Utanipea picha yake. Kuna vile nitashughulikia atakuwa sawa. Kuna watu ambao nataka nishughulike nao. Kuna vitu ambaye iko mahali. Kuna watu ambao nataka nilete hapa. Na wewe tulia tu, vitu yako itarudi. Usikuwe na wasiwasi hata kidogo. Kuanzia saa hii kuwa na amani, hata ugali kula. Kuwa na amani. Kila kitu yako itakuwa sawa. Sawa. Asante. Director kata cha tungoja watu daktari anasema.